kwa namna hiyo na kusabai popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya, nikikukaribisha. Jina langu ni Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Juma. Wasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Moja kwa moja ni kwamba maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi kufuatia kifo cha watu wawili katika kanisa moja katika kijiji cha Kanyadiedo, kaunti ya Migori, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Samira Mohamed ni kwamba maafisa wa polisi walifika katika eneo hilo na pia kuwakimbiza katika hospitali ya rufaa ya Rongo ambao walipatikana katika hali mahututi kupokea matibabu. Katika kile kinachoonekana kuwa hali sawia na yale yaliyoshuhudiwa katika msitu wa Shakahola katika mwaka wa 2022, ambapo zaidi ya waumini 429 wa kanisa la Good News International iliyoongozwa na mhubiri Paul Mackenzie waliripotiwa kufariki. Waumini wawili wa kanisa moja wameripotiwa kufariki kanisani katika eneo la Rongo, kaunti ya Migori. Hawakuwa wagonjwa, walikuwa wazima. Nyinyi mliwaona. Mliona kama kunayo mgonjwa kati yao? Sisi wote hakuna mwenye alikuanga mgonjwa, na uzuri nyinyi mlikuwa hapa mkachukua picha. Lakini hakuna chenye mlituambia baadaye saa hii amekufa. Wawili hawa waliofariki wadaiwa kuwa na majeruhi kichwani na walikuwa wakitoa povu vinywani. Aidha, miili ya wawili hawa ilipelekwa makafani kusubiri upasuaji wa maiti, huku uchunguzi wa vifo vya wawili hawa ukianzishwa rasmi. Walitukataza mwili, tusichukue mwili. Ati mwili waliandika will. Ati waliandika will ati huyo jamaa kikufa asikwe kwa kanisa. Kando na miili ya wawili hao, kilichowashangaza maafisa wa polisi walioendeleza msako huo ni kuwa kulikuwa na waumini wengine 57 ambao walikuwa wamelala sakafuni mwa kanisa hilo wakiwa wamedhoofika kiafya na kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Homa Bay ambako walidinda kupokea matibabu. Leo baada ya kupata habari kwamba kwa hii kanisa kuna watu ambao ni wagonjwa na wengine wako na majeruhi, tumekuja and we have managed to rescue 57 persons in this church, ambao wengi wanachukuliwa hospitali waende wafanyiwe uchunguzi. Waumini wa kanisa hilo waliosalia wamekemea vikali hatua ya polisi ya kufunga kanisa hilo kwa madai kuwa kila mmoja ana haki ya kuabudu kama ilivyo katika sheria nchini. Kwa hapa na hata mliwauliza unataka kwenda hospitali, wakasema imani yao inatosha, na kama ni kifo Mungu amejua hiyo ndio njia yao ya kwenda mbinguni. Sasa mnataka sisi tulazimisha mtu, lakini amejua imani yake na ameshika imani yake. Samira Mohamed, runinga ya TV47.